Marekani imeweka vikwazo vipya dhidi ya mtandao wa wasaidizi wa kifedha wa Houthi pamoja na wahusika wa ununuzi wanaohusiana na kundi hilo la wanamgambo linaloungwa mkono na Iran. Hatua hii inalenga kudhoofisha uwezo wa kifedha wa Houthi ambao umekuwa ukitumia fedha hizo kwa ajili ya mashambulizi hayo katika Bahari Nyekundu na maeneo mengine. Kwa mujibu wa idara ya udhibiti wa mali za kigeni ya Marekani, OFAC, mtandao huu umekuwa ukihusika na upatikanaji wa bidhaa kutoka Urusi, ikiwemo silaha na nafaka zilizoibiwa kutoka Ukraine kwa ajili ya kusafirishwa kwenda maeneo yanayodhibitiwa na Wahouthi nchini Yemen. Mtandao huo unafanya kazi chini ya uongozi wa Said al-Jamal, afisa mwandamizi wa kifedha wa Houthi mwenye uhusiano wa karibu na kikosi cha Quds cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu la Iran IRGC. Taarifa zinaonyesha kuwa mtandao wa al-Jamal umewezesha miamala yenye thamani ya makumi ya mamilioni ya dola ili kusaidia operesheni za kijeshi za Houthi. Aidha, Marekani imebaini pochi 8 za mali za kidijitali zilizotumiwa na kundi hilo kuhamisha fedha zinazohusiana na shughuli zao haramu. Mtandao wa kifedha wa ununuzi wa Houthi unajumuisha watu wa kampuni mbalimbali duniani kote. Kati ya watu waliotajwa ni kama ifuatavyo: Hushang Gairat na Sohabu Gairat, wafanyabiashara wa Kiafghan wanaoishi Urusi ambao walifanya kazi chini ya uongozi wa al-Jamal kuwezesha mikataba ya kibiashara ya Houthi. Ndugu hao waliandaa angalau usafirishaji mara 2 wa nafaka zilizoibwa kutoka Crimea hadi Yemen katikati ya mwishoni mwa mwaka 2024. Vyacheslav Vladimirovich Vidanov na Yuri Vladimirovich Bekyakov, raia wa Urusi waliokuwa manahodha wa meli iliyohusika katika usafirishaji wa bidhaa hizo inayofahamika kama AM Theseus IMO 972063, pia inajulikana kama Zafar. Meli hiyo inamilikiwa na kampuni ya Hong Kong AM Asia M6 Limited. Serikali ya Marekani imeweka vikwazo dhidi ya watu wote wa mashirika yanayohusika na operesheni hizi. Pia meli AM Theseus imetambuliwa kama mali iliyozuiliwa kutokana na uhusiano wake na AM Asia M6 Limited. Mbali na wahusika wa ununuzi, Marekani pia imechukua hatua dhidi ya wahusika wa kifedha wanaosaidia mtandao wa al-Jamal. Watu waliotajwa ni pamoja na Hassan Jafar, raia wa Iran anayeishi Uturuki, anatuhumiwa kwa kutakatisha fedha kwa niaba ya mtandao wa al-Jamal. Jafar aliandaa miamala mamilioni ya dola kuwezesha usafirishaji unaohusiana na Houthi. Sorabu Gairat, mbali na kushiriki katika usafirishaji wa bidhaa haramu, pia anasimamia kampuni 3 za Urusi: LLC Skyframe, LLC Edison na LLC Colibri Group, ambazo sasa zimewekewa vikwazo vya kuwa chini ya udhibiti wake. Houthi wameendelea kutumia droni, makombora na mabomu ya majini kushambulia meli za kibiashara katika Bahari Nyekundu, mashambulizi yanayoungwa mkono na Iran. Mashambulizi haya yamesababisha vifo vya raia na uharibifu wa miundombinu na usafirishaji. Marekani iliwaorodhesha Houthi kama kundi la kigaidi lenye uteuzi maalum wa kimataifa SDGT mnamo Februari 16, 2024. Said al-Jamal aliorodheshwa chini ya agizo hilo mnamo Juni 2021 kwa kusaidia IRGC, wakati IRGC yenyewe iliorodheshwa kama kundi la kigaidi tangu mwaka 2007. Hatua hizi mpya za vikwazo zinaonyesha nia ya Marekani kuzuia ufadhili wa kundi la Houthi na kudhibiti ushawishi wa Iran katika eneo hilo, hasa wakati mgogoro wa Bahari Nyekundu ukiendelea kuathiri biashara ya kimataifa. Mtazamaji wa Zone Media, hii ni taarifa ambayo inawahusu wanamgambo hawa wa Kihouthi kutoka pale nchini Yemen, ambapo Marekani sasa imeamua kuweka vikwazo vipya kabisa kwa mtandao wa wasaidizi wa kifedha wa Houthi na wahusika wa ununuzi wanaohusiana na kundi hilo la wanamgambo linaloungwa mkono na Iran. Na hatua hii Marekani imeweza kuifanya kwa ajili tu ya kuweza kuzuia kile ambacho kimekuwa kikizoeleka kuonekana katika mtandao huu ambao umekuwa ukizidi kuwapa nguvu wa Houthi. Marekani ipo kwenye jitihada za kuweza kuwakomesha wa Houthi kwa ajili ya kutoendelea kutishia amani katika ukanda ule wa Mashariki ya Kati, hasa mashambulizi ambayo wamekuwa wakiyafanya katika Bahari Nyekundu ambako kuna mgogoro mkubwa sana, ambapo mgogoro huu unazidi kuathiri biashara za Mashariki ya Kati kupitia bahari hiyo ambayo ni Bahari Nyekundu maarufu kama Red Sea. Kwa hiyo Marekani inazidi kuchukua hatua madhubuti zaidi kwa ajili ya kwenda kujaribu kudhoofisha kundi hili
lisiweze kuwa na nguvu kubwa zaidi ambayo inaweza kupelekea maafa katika nyakati za usoni. Sasa mtazamaji wa Zone Media, hii ni taarifa kwa ufupi tu nimekuletea ili uweze kufahamu nini ambacho Marekani imeamua kuweka vikwazo kwa mtandao wa kifedha wa Houthi na wote wanaoshirikiana na wanamgambo hawa kuweza kuwasapoti. Tufuatilie katika taarifa zetu zijazo, na hii ni Zone Media. Jina langu ni Victor Moshi.